إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونسترشده ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. بسم الله الرحمن الرحيم. وقالت اليهود عزير ابن الله وقالت النصارى المسيح ابن الله، ذلك قولهم بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتلهم الله أنى يؤفكون. اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح ابن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون. يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نوره ولو كره الكافرون. هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون. Tuliishia katika aya ya 29 jana, aya ya 30 samahani. Tuliishia kwenye aya ya 30. Leo tunaondokea kwenye aya ya 31. Isemayo ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min dunillahi wal masih ibn Maryam. Mayahudi wanasema Uzairi ni mtoto wa Mungu kwa sababu ya maajabu walioyaona kwake, na Wanasara wanasema Masihi mwana wa Maryamu mtoto wa Mungu kwa sababu kazaliwa bila ya baba na mama peke yake. Maneno haya wameyaiga, wameyarithi kutoka kwa makafiri walioishi kabla yao na ndio waliowalea. Lakini Allah awalaani. Kwa nini wanapotoshwa na wao akili wanazo? Aya leo inasema ittakhadhu ahbarahum. Tatizo la watu wa kitabu, Mayahudi na Wakristo, ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum. Ahbaru ni wanawachuoni wa kidini wa Kiyahudi, wasimamizi wa dini, na ruhban ni wanawachuoni wa Kikristo, wasimamizi wa dini yao. Yaani ni wataalamu ndo waliofanya makosa haya. Sasa waumini wa dini hizi mbili huwa wanawafanya wale viongozi wao wa dini ni miungu badala ya Allah. Ittakhadhu ahbarahum, kwa upande wa Wayahudi wanawafanya ahbaru, na kwa upande wa Wakristo wanawafanya ruhban arbaban. Hawa ndo marabu, miola, waungu wa kuwapangia mambo na wao wakayatekeleza. Kuna sahaba mmoja alikuwa Mkristo, Allah kamuonyesha haki akasilimu. Siku zilipoteremshwa aya hizi, huyu bwana ilimuuma kuambiwa wamewafanya viongozi wao wa dini ni miungu. Akaenda kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, matakhadhnahum arbaba, sisi viongozi wetu wa dini
hatujawafanya miungu, hatukuwaabudia wao. Kweli tulishirikisha kwenye dhana ya Utatu Mtakatifu. Wengine tunasema Yesu ndo Mungu mkuu na mwokozi wake Yesu, lakini hawa viongozi wetu wa dini sisi hatujawaabudia. Mtume akamwambia yule bwana, si walikuwa wanakuamrisheni mambo hayamo kwenye kitabu na nyie mnatekeleza? Akasema hilo kweli. Na si walikuwa wanakukatazeni mambo yamo kwenye kitabu, lakini wao wakisema sisi hili hatulitaki, si mlikuwa mnaacha? Kweli. Basi huko ndo kuabudu kwenyewe. Maana Allah anaweza akatoa agizo kwenye kitabu chake, kwa mfano, ya ayyuhalladhina amanu, enyi waumini, la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tastanisu wa tusallimu ala ahliha. Ni adabu tu ya kuingia nyumbani kwa mtu. Allah kakufundisha we muumini, enyi waumini, munapoingia kwenye majumba yasiyokuwa yenu, msijipeleke tu mpaka mpige hodi na muwasalimie watu wake, muruhusiwe. Ndo adabu ya kuingia nyumbani kwa mtu, sio kwa sababu umezoea tena ukajiingiza tu ukawakuta watu wako vibaya, umewaadhirisha. Sasa huu ni mwongozo, ni agizo, na kulitekeleza ni wajibu, ni ibada. Mungu ndo kakupangia ibada hiyo. Ukenda nyumbani kwa mtu, piga hodi, na ukifanya hivyo kwa kutekeleza lile agizo, umemwabudu Mungu. Sasa na mwingine yoyote akikupa agizo linalotaalaki na masala ya ibada, mambo ya akida, ukilitekeleza umemwabudu. Jambo kama hili kwenye mwongozo wa dini limewekewa utaratibu, huko hivi. Anakuja mwingine jambo lile lile, anaubirua ule utaratibu, anakufundisha vingine. Sasa ulikoambiwa na Mola wako unakuacha, unamsikiliza yeye, umemwabudu. Umekataa kumwabudu huyu, unamwabudu mwingine. Madini pana ina maagizo mengi, na kuyatekeleza kwako wewe ni wajibu. Sasa unawajibishiwa jambo linaingia kwenye mila na desturi, kwenye dini limewekewa maagizo, wewe ukayawacha maagizo ya dini ukafata maagizo ya kiumbe. Kwa hiyo umemwasi Mungu kwa kumwabudu kiumbe wake. Akaambia, kama walikuwa wanakuamrisheni mambo hayamo kwenye kitabu chenu cha dini, lakini nyinyi mnakubali na mnatii, na wanakukatazeni mengine yamo kwenye kitabu cha mwongozo, lakini wao tu kwa matamanio yao wanasema haya mambo kwetu si muhimu, tuwafundishe wanafunzi wetu, waumini wetu waachane nayo, na mnawatii, ndo kuabudu kwenyewe. Kwa hiyo kimsingi mambo ya dini hutoka kwenye mwongozo wa Mungu, na kama unavyosimamiwa na mtume wake. Ndio maana usema Allah, ya ayyuhalladhina amanu istajibu lillahi walirrasuli idha da'akum lima yuhyikum. Enyi waumini, kuweni watiifu, tekelezeni maagizo yanayotoka kwa Allah kama yanavyotolewa na mjumbe wake, wanapokuiteni kwenye yale mambo ambayo yana faida na uhai wenu wa milele wa baadaye. Ukifanya tofauti unaharibu, na umuharibii mtu, unajiharibia mwenyewe. Kama kwenye kitabu unaambiwa vaa nguo, anakuja mtawala wako, kiongozi wako, anaambia sisi hatutaki uvaaji huu, vaa hivi. Huku unaambiwa vaa hivi. Hakuna aya zinazofundisha mavazi kwenye Qur'ani kwa wanaume na wanawake, lakini anakuja kiongozi wako anakupa mtindo tofauti wa kuvaa, the code of dressing. Nasema nataka uvae hivi, unamsikiliza huyu, huku unaacha. Kwa hiyo umemkufuru yule uliyeacha maagizo yake, ukakubali kumtii mwingine kinyume na ridhaa ya huyu. Ndo makosa yanayofanyika kwa watu wa hizo dini mbili. Makosa hayo na watu wa dini yetu sisi pia wanayaiga. Kuna mengi ya wajibu kwenye kitabu hiki yameamrishwa, watu wanaachana nayo.
wanaenda na mazoea kuiga vile vilivyomo katika idea za watu. Ittakhadhu, watu wa kitabu wamewafanya, ahbarahum, viongozi wao wa dini, wanawachuoni wao, wasomi wao, waelekezaji ibada, waruhbanahum, na marahibu wao. Hawa ahbaru ni kwa Wayahudi na ruhban ni kwa Wakristo, ni viongozi wanaosimamia dini. Waumini wa dini hizi mbili wanawafanya hawa viongozi wao arbaban, ndiyo marabu. Rabbun ni mmoja, arbab ni wengi. Kwa arbab ni jamu ya neno rabbu, na sisi tunamwabudu Allahu rabbul alamin, mola wa walimwengu wote, ndo anayeabudiwa. Sasa wewe unamkataa kumwabudu huyu, unawaabudu maarbabu wengine uliojichagulia mwenyewe. Huyu naye hatokubali, umemshirikisha. Kwa hiyo wamewafanya viongozi wao arbab min dunillahi, badala ya Allah. Ya Allah wameyakataa, wanayafuata na kuyatekeleza ya viongozi wao kinyume na ridhaa ya Allah mwenyewe. Ai, maana yake ataa alyahudu ahbaruhum, Mayahudi wanawatii sana ahbaru wao, wasomi wa dini, au wanasikilizwa na maagizo yao kwa watu wengine inakuwa ni sheria, yanatekelezwa tu. Wanasara na Wakristo wametii ruhbanahum, viongozi wao wa dini, fi tahlili wa tahrimi, wanawatii kwenye yale mambo ambayo wanahalalisha na wanaharamisha. Allah kaharamisha nguruwe, viongozi wao wa dini wameambia hamna tatizo, ni chakula kama chakula kingine, na nguruwe kuleni. Kwa hiyo wanakula. Zingatia ni nani alikataza na nani aliyeruhusu, wanafanana. Allah kakataza pombe kwa sababu inaharibu akili, inakupa mudi ya kufanya maamuzi yasiyo sawa. Lakini kuna watu wanaruhusu, wamehalalisha pombe. Gongo ni pombe ya kienyeji, itakuwa ina 97 au 95 au 90 au 78% alcohol, imepikwa kienyeji kwa matunda, sukari, vitu vilivyooza na nini. Lakini konyagi inapikwa kwa material yale yale na ina 95 mpaka 100% alcohol. Konyagi halali, gongo haramu. Kigezo cha kwamba hii halali na hii haramu ni kipi? Ukioni kilichopelekea gongo kuwa haramu, lakini konyagi ambayo ni mbaya zaidi kuliko gongo halali. Lakini kwa sababu hichi wenye authority wamehalalisha, na waliohalalishiwa wameridhika na wanakunywa. Wala mtu haogopi kwenda dukani, supermarket, akanunua akatia kwenye vifurushi vyake na akapeleka nyumbani akaweka kwenye jokofu akatumia. Lakini gongo itamgharimu, achukue tahadhari kubwa asije akajulikana kama anayo, atumie kwa siri, haramu. Sasa haya mambo ni watu tu wanapanga, hichi halali na hichi haramu. Kwenye sura ya 16 Suratu Nahli, Allah amesema wala taqulu lima tasifu alsinatakumul kadhiba, enyi watu musiwe na tabia ya kujisemea maneno yanayozaliwa na ndimi zenu ya uongo. Hadha halalun wa hadha haramu, mkawa mnajipangia tu wenyewe hiki halali na hiki haramu. Litaftaru ala Allahi alkadhiba, unajisemea maneno hayo kwa kumzulia uongo Allah. Innal ladhina yaftaruna ala Allahi alkadhiba la yuflihun, watu wanaomzulia uongo Allah hawafanikiwi. Suala la kuhalalisha na kuharamisha ni la Mola muumba mwenyewe kwa viumbe wake.
hajapewa authority kiumbe yoyote wa kuingia kwenye anga hiyo. We unapochukua mandate ya kusema hichi ni halali na hichi haramu, umepata wapi? Kwa muongozo gani? Unazua uongo. Hicho unachodai halali, kigezo chake huku kwenye muongozo wa Mola Muumba kiko wapi? Hichi unachodai haramu, umekipata wapi kwenye muongozo wa Mola Muumba? Hamna. Mnajisemea, mnajipangia wenyewe tu kwa matashi yenu, ni makosa. Kwa hiyo watu wa kitabu wanaamini kwamba wanayo imani nzuri ya dini, wanajua Mungu yupo, wanaamini kuna siku sijui ya kiyama au siku ya hisabu au paradiso au vinginevyo, lakini mambo ambayo yamo kwenye mtindo mzima wa maisha, kwenye maisha ya kidini, yote yanaenda sivyo, kwa sababu dini zao zimepokonywa kwa Allah. Allah kapokonywa ile dini, watu wakaifanyia marekebisho, wakaisarifu walivyotaka wenyewe. Kwa hiyo wenye dini hizo wanawaabudu viumbe badala ya kumwabudu Muumba. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaba min duni llahi, bimaana ataa alyahudu ahbarahum wa ataa an-nasara ruhbanahum. Mayahudi wanawatii viongozi wao wa dini na Wakristo wanawatii viongozi wao wa dini, fi tahlili wa tahrimi, kwenye suala la kuhalalisha vitu na kuharamisha. Wanajihalalishia wanavyovipenda wenyewe na wanajiharamishia hata kama viko halali wasivyovipenda. Wanasema hivi havifai, vimepitwa na wakati, havifai kwa wakati wetu wa sasa. Wataraku amra Allahi, wanayasikiliza ya viongozi wao na wanayaacha maagizo ya Allah. Fakaannahum abaduhum min duni llahi, kwa mtindo huu ni kama wamewaabudia watu badala ya Allah. Walmaana, na maana hii, maana ya aya ni kuwa atauhum kama yutau rabbu, wanawatii viongozi wao wa kidini kama alivyostahiki kutiiwa Mola mlezi Muumba. Wa in kanu lam yaabuduhum, ijapokuwa kiuhalisia hawakuwaabudia, lakini waliimplement maagizo ya hawa ambayo yanakinzana na Allah subhanahu wa ta'ala. Wa huwa tafsiru al-ma'thur an rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Hii ni tafsiri, aya hii ilivyotafsiriwa ni tafsiri iliyopokewa kutoka kwa mtume mwenyewe Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Qala Adi ibn Hatim, Adi ibn Hatim kasema hivi: ataitu Rasulullah sallallahu alayhi wasallama, nilikwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, au nilimuendea mtume sallallahu alayhi wasallam, wa fi unuqi salibun, ikiwa shingoni mwangu nimevaa msalaba. Kuna vitu vinaitwa lozari kama kwetu tasbihi, kwa wanatia na msalaba. Au siku hizi mtu mwenye pesa yake atatengeneza chain, iwe ya shaba, iwe ya silver, iwe ya gold, anavaa. Mtu akawa kafiri, hana mipaka. Waislamu wameharamishiwa kuvaa mapambo yanayofanana na wanawake, lakini wasiokuwa na dini wanajivalia tu chain, hereni, kidani, unaona, nywele wanasuka, hawana mipaka wao. Kwa hiyo huyu bwana anasema alishasilimu, lakini kaenda kwa mtume, shingoni mwake kaweka msalaba min dhahabin, tena wa dhahabu, ana msalaba wa dhahabu. Faqala, mtume akasema, ya Adi, ewe Adi, itrah anka hadha alwathan, tupilia mbali hichi kisanamu chako. Qala, akasema, wasami'tuhu yaqra'u surata baraati, aliponiamrisha nitupe chaini yangu hiyo, nikamsikia anasoma aya za suratu Baraa, ndo hizi: ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum arbaban min duni llahi wal masiha ibn Maryam. Watu wa kitabu, watu wa dini hizo mbili
Maisha yao yote wanawafanya viongozi wao wa dini ndiyo miola waungu badala ya Allah, na wamemfanya Masihi mtoto wa Mariamu ni Mungu badala ya Allah. Kwa hiyo mazoea tu, kesha silimu, lakini kuna vitu vingine viko kwenye mazoea, ni shida kuvitoa vyote kwa wakati mmoja. Kenda kwa Mtume, kavaa alichokivaa, kaambiwa tupilia mbali kisanamu chako hicho, ni msalaba tu, kaambiwa tupa kisanamu chako hicho. Na msalaba si huwa unawekwa Yesu pale kakaa, aliyewakomboa kutokana na dhambi tupa, akatupa. Baada ya kutekeleza tupa, katupa, akamsikia Mtume anasoma aya hizi. Fakultu, Adii akamwambia Mtume, anasema fakultu, aliponiagiza hivyo mimi nikamwambia, ya Rasulullah, ewe Mtume wa Allah, lam yakunu yaabudunahum, hawa manasara na mayahudi hawakuwa wakawaabudu viongozi wao wa dini. Faqala alayhi salam, Mtume akasema, alaysa yuharrimuna ma ahalla Allahu ta'ala, kwani hawa viongozi wao wa dini si walikuwa wanayaharamisha ambayo Allah kayahalalisha? Kitu kwenye kitabu kipo cha halali kabisa, lakini huku kwenye nyumba ya ibada kama kanisani, hekaluni, kwenye sinagogi, utaambiwa hiki hakifai, msitumie. Kwenye kitabu kimo, wakubwa wanasema hakifai. Fayuharrimunahu, wanaharamisha kitu ambacho ni cha halali. Wayuhilluna ma harrama Allah, na walikuwa wanahalalisha vitu ambavyo Allah ameharamisha. Kwenye kitabu kuna mambo yameharamishwa. Fayastahillunahu, wao wanahalalisha kwa watu wao. Fanyeni, nguruwe kuleni, pombe kunyweni, divai ingawa kidogo. Basi wakawa wanalelewa hivyo. Fakultu, aliponiambia hivyo Mtume, Adii wanasema, nikamwambia ndiyo, vitu kama hivi vilikuwa vinatendeka. Tunasoma maandiko yanasoma vingine, lakini wakubwa kwenye nyumba za ibada wanatuambia tofauti. Hichi walikuwa wanafanya. Qala, Mtume akasema, fadhalika ibadatuhum, hiyo ndo kuabudu kwenyewe. Kitu kwenye kitabu, kwenye Qur'ani unakuta kimeagizwa vingine. Kiongozi wako wa dini msikitini aje akwambie tofauti, umsikilize kiongozi, uache ilivyozungumza Qur'ani. Umemfanya huyu mwenye Qur'ani na huyo kiongozi wako wana nguvu sawa, na wewe ukajifanya una right ya kumsikiliza yoyote katika hawa wawili, ukasema haya ya kitabu naacha, ninamsikiliza bosi kubwa. Umemwabudu, umemfanya yeye na Mungu sawa sawa. Halafu kwa ule usawa wao wa kiuwezo ukasema nina haki ya kumsikiliza yoyote katika hawa. Huyu kanifanyia ugumu kwenye jambo hili, huyu kaniepesishia, kanipa raha zangu, kwa hiyo huyu nitamsikiliza. Huyu kanambia nsizini, huyu anambia haina tatizo, jisikie tu, jivinjari. Huyu kanambia nioe, huyu anambia hapana, wewe ukiwa na dhamana kwenye dini yetu hakuna kuoa. Kuna wengine wanakuwa ni haramu kwao kuoa au kuolewa, si jambo linakinzana na maumbile hilo. Halafu wanazunguka wanafanya kinyemela kukidhi matamanio, lakini huku wanajifanya watakatifu. Mashaka imekuwa. Kwa hiyo wamewafanya viongozi wa dini kuwa ni waungu, wapangaji wa mambo yao badala ya Allah. Walmasiha ibn Maryam, na wamemfanya Masihi mwana wa Maryamu ni Mungu vile vile. Viongozi wao wa ibada kwenye nyumba za ibada wamewafanya miungu. Walmasiha ibn Maryam, na kwa upande wa Wakristo wamemfanya Masihi mwana wa Maryamu ni Mungu vile vile. Ittakhadhuhu, wamemfanya Isa an-Nasara wa Kristo rabban maabuda, ni Mungu anayeabudiwa. Kwa hiyo anaabudiwa Isa, anaabudiwa mama yake. Kuna swala inaitwa swala ya Maria, mama wa Mungu. Haona sasa, Maria kazaa Mungu, kwa hiyo mama wa Mungu naye kuna maneno ya kiibada anasemeshwa, au watu wanaabudu, wanatabaruku kwa mama wa Isa mwana wa Maryam, mama wa Mungu. Hayamo yote katika kitabu alichopewa huyo Isa mwenyewe.
watu wameabuni na wakayakitisha kwenye itikadi ya watu wao, wanaabudu. Wama umiru, wala hawakuamrishwa, kimsingi hawakuamrishwa illa liyabudu ilahan wahida. Walichoamrishwa kwenye Taurati, Injili, Zaburi, Qurani, watu wamwabudu Mola mmoja peke yake. Hichi ndo walichoamrishwa, lakini watu wanajipikia tu mambo, wanabuni tu vitu, halafu ubunifu wao wanauuza kwa watu na unapata wanunuzi. Yani maana yake, walhalu anna ulaika alkafarata, wanawaabudu viumbe badala ya muumba, ilhali makafiri hao, maana ndo huyo muumba wamemkufuru. Walhalu, na ilhali, anna ulaika alkafarata, makafiri hawa, ma umiru ala lisani al-anbiyai, hawajaamrishwa kwenye kitabu cha nabii yoyote. Lisani al-anbiyai ni vitabu vyao vinavyokuja kwa lugha zao. Sura ya 14 aya 4 imesema, wama arsalna min rasulin illa bilisani qaumihi liyubayyina lahum. Allah anasema sijatuma mtume yoyote, ila kila mtume ninayemtuma humpa kitabu changu cha mwongozo kwa lugha ya watu wake. Lisan ni lugha. Kwa hiyo kila mtume hupewa kitabu chake kwa lugha ya watu wake. Na pia kwenye sura ya 5 Allah amesema, lu'ina alladhina kafaru min bani israila ala lisani Dauda wa Isa ibn Maryam, wamelaaniwa wale waliokufuru katika wana wa Israeli kwenye kitabu cha Daudi na kitabu cha Isa mwana wa Maryam. Lisanu Daud wa Isa ibn Maryam, kitabu kilichokuja kwa Daudi kwa lugha ya watu wake, na kitabu kilichokuja kwa Isa, Injili, kwa lugha ya watu wake. Kwa hiyo hapajatolewa agizo lolote kwenye vitabu walivyopewa manabii illa biibadati ilahin wahidin huwa Allahu rabbul alamin, isipokuwa watu wa vitabu hivyo wameamrishwa wamwabudie Mola mmoja tu wa ulimwengu mzima, Mola wa ulimwengu mzima. Ilahun wahidun la ilaha illa hu, hapana Mola anayestahiki kuabudiwa katika ulimwengu huu ila huyo Mola mmoja. Mbingu na ardhi na vilivyomo ndani yake havikuwepo, kaviumba huyo Allah. Yeye ndo anayestahiki kuabudiwa, na vilivyomo ulimwenguni vyote vinamwabudu yeye, vyote vinamtambua yeye ndiye Mola wao. Lakini watu tu waliopewa akili ndo wanajitia hamnazo. La maabuda bihaqin siwahu, katika ulimwengu huu mzima, mbinguni na ardhini, hapana yoyote anayestahiki kuabudiwa kwa haki zaidi yake yeye Allah mmoja. Vyote vimeumbwa, muumba ni mmoja tu. Subhanahu, ametakasika na kila aibu na kila kasoro, kila mapungufu. Amma yushrikun, yuko mbali na hivyo ambavyo watu wanamshirikisha navyo. Allah yuko mbali na vyote ambavyo watu wanamshirikisha navyo. Tanazzaha Allahu, ametakasika Allah, amma yaqulu almushrikun, hafanani na hayo maneno wanayoyasema washirikina dhidi yake. Wa ta'ala uluwan kabira, na Allah ametukuka, yeye ni mkubwa kuliko wote wakubwa wote, kuliko wakubwa wote. Allah yuko juu kuliko kila kitu, yeye peke yake ndo anastahiki aabudiwe, na vyote vilivyomo ulimwenguni ni viumbe kwake. Yuriduna, wanataka hawa makafiri, an yutfi'u nur Allahi biafwahihim, wanataka waizime nuru ya Allah kwa midomo yao. Maneno yao haya ya kubunibuni wanayoyapa nguvu katika maisha ya watu, wanataka yawe maneno yao ndo yenye power, yale ya Allah yazimike, yawe hayajulikani. Mfano wake aliyotumia, lugha aliyotumia Allah hapa, yuriduna liyutfi'u nur Allahi biafwahihim, ni kwamba Allah kawasha jua, jua linaangaza dunia. Uhai wa viumbe vyote vinavyoishi unategemea jua. Sasa wanataka watu waseme
tulizime ili jua, na nyenzo wanayotumia kulizimia jua ati wapulize kwa midomo yao lizimike. Inawezekana? Watu dunia nzima waseme waamke leo tutazame juu tulipulize jua lizimike. Kibatari tu hakizimiki kama kina utambi mkubwa. Kwa pumzi yako ya mdomo utazimaje jua? Nuru ya Allah. Yuriduna, wanataka, an yutfi'u nura Allahi, kuizima nuru ya Allah, biafwahihim, kwa kutumia midomo yao, waipulize nuru ya Allah izimike. Wayaba Allahu, na Allah anakataa Allah anakataa, illa an yutimma nurahu, isipokuwa nuru yake itimie tu. Dunia nzima watu wenye akili, wasomi, wataplani kufanya jambo, kama Allah hakutaka liwe haliwi, litafeli tu. Kwa hiyo Allah anatimiza lile ambalo yeye anataka liwe, ndio litakalokuwa. Lile atakalosema hili silitaki, haliwezi kuwa. Ila utakapoona wamefanya watu jambo likawa, Allah huwa karidhia, ka authorize. Hata mauaji hapendi, lakini sio wangapi unaona wanauawa. Wengine mitume wake kabisa aliyowatuma wameuawa, na yeye Allah ni muweza wa kila kitu. Kwa hiyo ukiona kuna mambo yanatendeka, Allah huyaachia kwa hikma yake, kwa hikma maalum, ili nitaliachia litendeke. Kwa hiyo mwenyewe Allah analalamika kuwaambia wana wa Israeli, awa kullama jaakum rasulun bima la tahwa anfusukum istakbartum, nyinyi watu kila ninapokuleteeni mtume wangu akakuleteeni ujumbe ambao hautopendeza kwenye nafsi zenu, munafanya kiburi. Fafariqan kadhabtum, kuna mitume wangu wengi mumewakadhibisha nyinyi wana wa Israeli. Wa fariqan taqtulun, na wengine mmewaua kabisa. Sasa kuna jambo linafanyika, Allah akawa hana habari? Anajua kila analolifikiri mtu. Kwa hiyo watu wanafikiri, wana plan, wanapanga njama, wanatekeleza. Mengine Allah huyaachia yakawa kwa hikma maalum. Si kwamba alikuwa kaghafilika, hakuona, lilimpita pembeni. Hapana, kwa hikma maalum mengine huyaachia yakatendeka. Kwa hiyo asilolitaka katu haliwi, na analolitaka hata mkisema nyote mlipinge, litafanyika tu. Kama kuna mitume wameuawa na Allah akaachia wakauawa, wengine kama kina Ibrahimu wametiwa motoni, mbona moto haukuwaunguza? Huyu watu wamemtia motoni akiwa hai, kafungwa, lakini kawekwa kwenye moto, kakaa wiki nzima, moto umewaka mpaka ukazimika. Baada ya wiki wanamuona mzee anatoka, anajikunguta kidogo, majivu mzima. Sema huyu mchawi kabobea. Si mchawi, kanusuriwa. Kwa hivyo watu hupanga ya kwao na wakawa na dhamira ya kuyatimiza walioyapanga, lakini kama Allah hajataka hawawezi kufanikiwa. Yuriduna an yutfi'u nura Allahi, wanataka watu hawa kuizima nuru ya Allah, biafwahihim, kwa midomo yao. Wayaba Allahu, na Allah hakubali, anakataa, ila an yutimma nurahu, isipokuwa atimize nuru yake. Lazima alilolipangaliwe. Wayaba Allahu, Allah anakataa. Yuriduna an yutfi'u nura Allahi biafwahihim, bimaana yuridu haulai alkufaru, wanakusudia hawa makafiri, min almushrikina, katika washirikina wenye kuabudu masanamu, wa ahli alkitabi, na hawa wenye kitabu lakini wakaacha mafunzo ya kitabu wakajibunia wenyewe ya kwao. Hawa wote wanakusudia an yutfi'u nura alislami, kuuzima mwanga wa Uislamu, kuizima nuru ya Uislamu, wa shar'i Muhammadin alayhi salam, na wanataka kuitowesha sharia aliyopewa Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Wanaondosha Uislamu na muongozo wa huyu mtume wa mwisho, biafwahihim, kwa midomo yao. Wametunga mengi,
wanahubiri mengi, wanasema mengi, washatukana sana, ili kuuaminisha umma wa watu kwamba Muhammad si mtume na Qur'ani yake ni uongo na anachosema chote sio sahihi. Midomo yao hakiri isiyokuwa na nguvu wanaitumia kuvunja muongozo wa kitabu cha Allah alichopewa Muhammad. Bimujarradi jidalihim waftiraihim, wanataka waaminishe dunia Qur'ani si kitabu cha kweli kutoka kwa Mungu, kwa kutumia mijadala wanayoifanya, uzushi wanaozua kuizulia Qur'ani na kumzulia mtume aliyepewa Qur'ani. Wameshamwita majina mengi tu: mchawi, kuhani, muongo, ili watu wasimtambue, wasimkubali. Lakini mpaka leo bado anatambuliwa duniani. Muhammad ni mtume wa Mungu. Wa huwa, na huu mwongozo wa kitabu cha Qur'ani na mtume aliyepewa kitabu hicho kukisomesha kwa watu, an-nuru, mwongozo huu wa Allah aliyopewa mtume huyu ni nuru, alladhi, nuru ambayo ja'alahu Allahu li khalqihi dhiyaa, ameijalia Allah kama ni mwanga kwa viumbe wake. Sisi tulioletewa huyo mtume akapewa na hicho kitabu cha mwongozo. Kitabu hiki kwetu sisi ni mwanga wa kutuangazia tujue wapi ndipo, wapi sipo, ipi haki, ipi batil, ipi thawabu na ipi dhambi. Tunajua kwa kutumia mwongozo huu. Allah kaujalia kama ni mwanga kwetu wa kuonea. Famathalahum fi dhalika kamathali man, amewafananisha wanaokipinga kitabu hichi kama mfano wa mtu ambaye yuridu an yutfia shiaa shamsi, yupo juu ya ardhi hapa, lakini anakusudia kuizima miale ya jua, anakusudia kuizima miale yenye mwanga wa jua, au nura alqamari, au anataka kuizima nuru ya mwezi, binafkhihi bifamihi, kwa kuipuliza kwa mdomo wake, kutaka uwaaminishe watu kwamba hakuna kiyama, hayupo Mungu, hakuna maisha baada ya haya, Muhammad sio mkweli. Mfano wako ni kama umesimama juu ya ardhi hii, unataka ulizime jua au uzime mwezi kwa kuupuliza kwa mdomo wako, ndo mfano wake. Wala sabila ila dhalik, na hilo jambo haliwezekani. Jambo hilo haliwezekani. Hata mkijumuika dunia nzima mulipulize jua lizimike, haiwezekani. Au muupulize mwezi uzimike, haiwezekani. Sasa kwa mfano huo, hapana juhudi ya kiumbe itakayofanyika kusema Mungu hakuna na dunia nzima ikakubali hakuna Mungu. Watu tumegawanyika, wengine hamnazo. Ukija mkumbo wowote, kuna watu wengi tu humu mitaani mijini mwetu hujitangaza miungu na wakapata wafuasi. Watu tu wanasema mimi ndo Mungu wenu. Wapumbavu hawaishi mpaka kitakuja kiyama, lakini huwezi kuwapumbaza watu wote dunia nzima wakawa wapumbavu. Wenye akili zilizo salama wanaelewa na wanakinai kwa hoja. Huwezi kuzima nuru ya Allah kwa mdomo wako. Wayaba Allahu, na Allah anakataa, illa an yutimma nurahu, isipokuwa anatimiza tu nuru yake. Amekataa kuruhusu kuzimika nuru yake, ila yeye kapania kuisimamisha nuru yake, kuitimiza nuru yake. Lazima lengo lake alilokusudia litimie. Kaleta mwongozo wake, wako watakao ufahamu na wako watakaokuwa hawakuufahamu, na akaweka siku ya kwenda kutoa matokeo. Aliyefahamu atapata matokeo gani na ambaye hakufahamu atapata matokeo gani. Halazimishwi mtu. Wewe kiumbe uko huru kuchagua utakalo, lakini haya ulioambiwa unapaswa uzingatie, unapata au unakosea. Wayaba Allahu, anakataa Allah, illa an yaalihi, hataki kuruhusu kuzimika nuru yake, ila anachotaka
ni kuifanya nuru yake iwe juu kuliko vitu vingine. Kama kuna dini hapa duniani, dini ya Allah ndo anataka iwe iko juu, na viumbe wake wote wamtambue yeye ndo mwenye mamlaka juu yao. Wayarfau sha'nahu, anataka Allah ainyanyue hadhi ya dini yake. Dini ya kumwabudu Mungu mmoja lazima ishinde dini nyingine. Walau kariha alkafirun, hata kama hawa wanaokataa watachukia. Kafir ni mtu anayekataa, anayestahili kuabudiwa ni Mungu mmoja. Mwingine anasema hakuna, wako wengi, tunao 3, 5, 100, 350, 360, wanajiwekea idadi ya miungu tu. Sasa wanao miungu mingi watachukia kwamba kuna kampeni ya kutaka watu wamwabudu Mungu mmoja, lakini Allah anasema hili litatimia tu. Wako wenye kuelewa wataelewa kwamba ni mmoja tu ndo anastahili kuabudiwa. Walau kariha alkafiruna dhalika, hata wenye kukufuru wakilichukia hilo la kuabudiwa Mungu mmoja, litatimia tu. Watatokezea wenye uelewa mzuri, wataelewa ni nani Mungu wa dhati anayestahili kuabudiwa. Huwa alladhi, huyo Allah mmoja anayestahili kuabudiwa ndiye ambaye arsala rasulahu, amemtuma mtume wake, bilhuda, akampa muongozo, hidaya, the guidance, wa dini alhaqi, akampa na mwenendo wa haki. Watu wanapaswa waishi hivi, kasimamie hili, waja wangu nataka waishi hivi. Dini ni mwenendo wa maisha. Muongozo ni kitabu ambacho kinawaelekeza watu huo mwenendo wenyewe unaotakiwa. Kwa hiyo mtume kapewa kitabu, ndo huda, muongozo huo, the guidance, wa dini alhaqi, alafu ile management ya kuwasimamia, kuwaongoza, kuwaendesha watu, ishini hivi, ndo dini yenyewe ya haki, Uislamu. Kapewa kitabu, akafahamishwa na Uislamu. Viumbe kila mmoja kaja hapa hana akili, kazaliwa hana akili, hana elimu, hana mali, hana nguo. Watu wanazaliwa hawana akili, wengine hufikia kujiita miungu, wakalazimisha watu wawaabudie, na anajua background yake, kaja hana kitu. Ingekuwa watu wanaumbwa kama wanavyoumbwa malaika, maana malaika hawazaliwi wakawa watoto wachanga. Allah huwaumba wakaja na maarifa yao, anaumbwa tayari na akili yake na kutekeleza majukumu yake. Binadamu kapewa hivi vielelezo vya kujua udhaifu wake. Kazaliwa kitoto kichanga, hakina akili, hakina elimu, hakina mali, hakimiliki chochote. Lakini kikishakuwa, kikalelewa, kikafundishwa hili na lile, kikaanza kumiliki hichi na hichi, anafikia pahala akawa na kiburi, akasema mimi ndo Mungu wenu, kama alivyosema Firaun, ana rabbukumul a'la, mimi ndo Mungu wenu wa juu zaidi. Kama Musa anahubiri kuna Mungu mmoja, mimi niko juu kuliko Mungu wake. Firaun kasubutu kusema, kuwaambia watu watendaji katika serikali yake, waheshimiwa, ya ayuhal malau, ndugu waheshimiwa, ma alimtu lakum min ilahin ghairi, mimi sielewi kama nyinyi mna Mungu mwingine zaidi yangu mimi. Yani hata wale watendaji wa serikali yake basi pia kawaaminisha yeye ndo Mungu wao. Ya ayuhal malau, ndugu waheshimiwa, ma alimtu lakum, sielewi kwenu nyinyi, min ilahin ghairi, kama mna Mungu mwingine yoyote zaidi yangu, sielewi hilo. Sasa hata watendaji wa serikali yake pia anawaaminisha yeye ndo Mungu wao na wamwabudie yeye watu. Sasa Allah anasema huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye arsala rasulahu, katuma mjumbe wake, awaelimishe viumbe wake hapa duniani. Bilhuda, akampa muongozo, kitabu hicho cha muongozo, Qur'ani. Wa dini alhaqi, halafu akamfanya yeye ndo kiongozi, aje asimamie administration yake, management na mambo ya kiutendaji katika utaratibu na mpango anaoutaka Allah.
Dini yangu mimi, mwenendo wangu mimi wa maisha ninaotaka viumbe wangu waende nao ni huu, kausimamie, ni Uislamu. Kiumbe ajifahamu mimi nimeumbwa, halafu amfahamu muumba wake, na awe na adabu na nidhamu kamili, maisha yake yaendane na matakwa ya muumba wake. Ukijielewa mimi nimeumbwa na ukamfahamu muumba wako, mawasiliano na mahusiano baina yako wewe na muumba wako, hiyo ndo dini, ndo kujisalimisha kwa muumba wako, ndo Uislamu, si chenginecho. Sasa mtu anachukia, hata akilisikia hilo jina Uislamu anachukia. Wewe unatakiwa ujisalimishe kwa aliyekuumba, utambue anataka nini na hataki nini, uishi kwa mujibu wa yale ambayo hatima ya maisha yako ya baadaye itapatikana usalama wake kwa utaratibu huo. Sasa wewe unamwabudu kiumbe mwenzio, inawezekana wewe unayemwabudu akafa mwanzo, wewe umebaki. Akishakufa unamwabudu nani? Na akishakufa huyu, wewe anakusaidia nini baadaye hapo? Uislamu ni kiumbe kujifahamu, mimi nimeumbwa, halafu amfahamu vizuri muumba wake aliyemuumba, na ambaye ndo kamuumbia wazazi wake wawili, akamuumbia na alivyovimiliki na kila kitu. Ukijifahamu hivyo, unatakiwa utengeneze mahusiano mazuri wewe kiumbe na muumba wako. Ndo Uislamu huo, ndo dini ya haki. Sasa hiyo dini ya haki hiyo Allah anataka idhihiri, iwe juu, walau karihal mushrikuna, hata kama wenye miungu mingi washirikina watakasirika. Wanaienzi miungu yao, wanaipenda miungu yao, lakini anataka dini yake ya kuabudiwa yeye peke yake iwe juu, hata kama washirikina watachukia. Huwa alladhi arsala rasulahu bilhuda wa dinil haqi, ai huwa yeye Allah, alladhi ndiye ambaye arsala Muhammadan sallallahu alayhi wasallama, amemtuma hapa ulimwenguni Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Hawamtambui watu wengi, wanamkataa, lakini Allah anasema yeye ndiye aliyemtuma. Kamtuma Muhammad kama alivyowatuma waliotangulia wote, na Muhammad anatusomea habari za Adamu, Idrisa, Nuhu, Hud, Saleh, wote mpaka Isa anawatambua, ni watangulizi wake kwenye jukumu la utume. Sasa wewe unamtenga huyu kwa sababu tu ya chuki zako, wala humfahamu vizuri. Mtu kaja kwa maslahi yako wewe mwenyewe, unajitia chuki, kiburi, unamkataa, simtambui. Haya, wewe mkatae, hupunguzi kitu. Wako watakaomfahamu na wataufahamu ujumbe aliyokuja nao. Kwa hiyo ni Allah alladhi ambaye arsala Muhammadan, amemtuma Muhammadin sallallahu alayhi wasallam, bilhidayati tammati, akampa muongozo uliotimia, Qur'ani, muongozo utakaosaidia mafanikio ya watu ni huu, wafikishie. Wa dinil kamil, alafu Allah akampa Muhammad dini iliyokamilika, mwenendo ambao utakuwa ni wenye matokeo sahihi kwa watu, ni kujisalimisha kwa muumba wao, dini iliyokamilika hiyo. Wa huwa alislam, na dini iliyokamilika ni Uislamu, si chinginecho. Kama una chuki zako mwenyewe binafsi dhidi ya Uislamu, una chuki zako dhidi ya Mola wako aliyekuumba mwenyewe, wewe fanya hizo chuki, humkomoi yoyote, unajikomoa mwenyewe. Muda sio mrefu baadaye utajua usahihi wa mambo. Kampa mtume wake huyu wa mwisho muongozo ambao ni kitabu hicho, wa dinil kamil, na dini iliyokamilika, wa huwa alislam, ambao ni Uislamu, liudhhirahu ala dini kullihi, dini hii ya Uislamu ya viumbe wanaoamiliana na muumba wao, Allah kataka hii ndo iwe juu, ishinde dini nyingine zote. Dini ziko nyingi duniani, kuna Buddhism, Judaism, Christianity na hivi na hivi na hivi, lakini Uislamu
tabia ya viumbe kumfahamu muumba wao na wakaamiliana naye. Hii ndio dini sahihi, inatakiwa ishinde dini nyingine zote. Lialihi ala sairi al-adyani, kamleta Mtume Muhammad afundishe na asimamie Uislamu ili Uislamu uwe juu ya dini nyingine zote. Walau kariha almushrikun, hata washirikina wenye miungu mingi, imani ya miungu mingi wakikasirika, potelea mbali wakasirike, lakini Uislamu utakuwa uko juu. Jawabuhu mahdhufun, jawabu yake kimaandishi haipo. Ai walau kariha almushrikuna dhahuruhu, hata kama washirikina watachukia kukua kwa Uislamu, lakini utakuwa tu. Hata kama washirikina watachukia Uislamu kuwa uko juu, utakuwa juu tu. Wacha wachukie. Kwa leo inshallah tutaweka hapo kwenye aya ya 33. Aya 34 tutakuja kusoma katika darsa ijayo inshallah. Bismillahir Rahmanir Rahim. Narudia pale tuliposoma leo. Waqalat alyahudu, wanasema Mayahudi, Uzairun ibn Allah, Uzairi ni mtoto wa Mungu. Uzairi kwa Mayahudi ni mwana pekee wa Mungu. Waqalat an-nasara, na wanasema Wakristo, Almasihu ibn Allah, Masihi mwana wa Maryam ni mwana pekee wa Mungu. Dhalika qauluhum biafwahihim, hayo ni maneno yao tu, yanatoka midomoni mwao, wanajisemea wenyewe tu, hakuna mahala walipoambiwa hivyo. Yudahiuna qaula alladhina kafaru min qablu, wanaiga na kuenzi kauli za waliokufuru kabla yao. Wametokana na familia za makafiri, na wao wakaona waenzi mila ya wazee wao. Qatalahumullahu, awalaani Allah watu hawa. Anna yufakun, inakuwaje wapotoshwe? Ukweli upo wasiuelewe, wakang'ang'anie uongo. Ittakhadhu ahbarahum wa ruhbanahum, kosa lao wanawafanya wale viongozi wao wa dini kwenye masinagogi na makanisa, wanawafanya viongozi wao na wanawachuoni wao, wasomi wao, arbaban, ndiyo marabu, waungu, min dunillahi, badala ya Allah. Walmasiha ibn Maryama, yani watakhadhu almasiha ibn Maryama rabban, wanamfanya na huyu Yesu Masihi mwana wa Maryamu naye ni Mungu vile vile. Wama umiru illa liyabudu ilahan wahida, wala kwa kimsingi kwenye vitabu vyao hivyo wanavyosema wanaviamini, kwenye Taurati, kwenye Injili, kwenye Zaburi, hawajaamrishwa lolote zaidi ya kuwa wamwabudu Mungu mmoja. Mitume wote hao walihubiri la ilaha illa Allah, hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki ila Allah. Musa katangaza hilo, Isa katangaza hilo, Daudi na Suleimani wametangaza hilo na wengineo wamehubiri la ilaha illa Allah. Wama umiru, wala hawajaamrishwa, illa liyabudu ilahan wahida, ila walichoamrishwa wamwabudie Mungu mmoja. La ilaha illa hu, hapa ulimwenguni hakuna mola apasaye kuabudiwa kwa haki ila huyo Mungu mmoja tu, Allah. Subhanahu, ametakasika na hayo wanayomsifia nayo. Amma yushrikun, yuko mbali kabisa na mambo ambayo watu wanamshirikisha nayo Allah, kusema na wenziwe, hayuko peke yake. Yote watakayomzania ni uongo. Yuriduna, wanataka, wanachokusudia, an yutfi'u nura Allahi biafwahihim, ni kuizima nuru ya Allah, ule ukweli wa upotoshe kwa kutumia midomo yao. Yuriduna, wanataka, an yutfi'u nura Allahi, kuizima nuru ya Allah,
biafwahihim, kwa kutumia midomo yao, maneno yao ya uongo yanayotoka vinywani mwao yawe juu ya uzime ukweli uliotoka mbinguni, ndo wanachotaka. Wayaba Allahu, na Allah hakutaka hilo, illa an yutimma nurahu, ila anakusudia nuru yake itimie tu. Walau kariha alkafirun, hata kama makafiri wakikasirika. Huwa alladhi, yeye Allah ndiye ambaye arsala rasulahu, ametuma mtume wake, bilhuda, akampa mwongozo au uongofu, ni kitabu hichi cha mwongozo cha Qur'ani, wa dini alhaqi, akampa na dini ya haki, Uislamu, mwongozo wa kuwaelekeza watu dini ya haki. Wakiitekeleza hiyo dini ya haki, liudhhirahu ala dini kulli, hii itakuwa iko juu, itazishinda dini nyingine zote. Lakini sisi wenyewe tunaikwaza hiyo dini ya haki, haiji juu kwa sababu sisi wenyewe hatuitaki. Katika wanaoitaka kuizima, na sisi wenyewe tunachangia. Tunaamrishwa mangapi hatutaki kuyatekeleza, na tunakatazwa mangapi tunasema haiwezekani kuyawacha. Na sisi na hao wanaolaaniwa ni sawa sawa tutakuwa. Sasa Allah anachosema, itakuwa iko juu dini yake, itazishinda dini nyingine, walau kariha almushrikun, hata kama watachukia washirikina. Kuna matamko matatu yamekaririwa kwenye aya hizi tatu. Allah amesema la ilaha illa huwa, hakuna mola anayepasa kuabudiwa kwa haki ila yeye peke yake. Subhanahu amma yushrikun, ametakasika haya mambo yote ambayo viumbe wake wanamshirikisha nayo, yeye kaepukana nayo mbali. Hawezi kufanana na hayo ambayo watu wanamsifia nayo. Pili kasema wayaba Allahu illa an yutimma nurahu, Allah hakubali ila nuru yake itimie. Plani yake lazima itafanikiwa. Walau kariha alkafirun, hata kama makafiri watachukia. Wale wanaopinga wale potelea mbali, wachukie, lakini hicho anachokipinga kitakuwa tu. Na tatu wakasema arsala rasulahu bilhuda wa dini alhaqi, amemtuma mjumbe wake. Ni mwanadamu mwenzetu, lakini anaitwa mtume, katumwa, kampa dini ya haki na muongozo. Muongozo utawaelekeza watu kuimplement hiyo dini, huo mwenendo wa maisha, na mwenendo huo liudhhirahu ala dini kulli, utakuwa uko juu kuzishinda dini zote. Walau kariha almushrikun, hata wenye miungu mingi washirikina wakichukia, lakini Allah atabaki kuwa ni mmoja. Makafiri watachukia na washirikina watachukia, lakini Allah atabaki hivyo. Kwa leo inshallah tutaishia hapa kwenye aya ya 33. Aya ya 34 tutakuja kuondokea nayo kwenye darsa ijayo biidhnillahi taala. Imamu kaniambia maneno kidogo, lakini yule shekhe wetu yupo aje asalimie watu. Tafadhali maalimu. Tuna ndugu yetu hapa alikuwa katika dini nyingine, lakini Allah kamwonyesha nuru, kawa ni mwenzetu. Hajasilimu leo, kasilimu zamani. Muislamu mzuri tu sasa hivi. Mmependa aje hapa aongee na nyinyi, awasalimie, mumfahamu.